So tunataka tuangalie leo swala nzima la hatima ya milele ya waliokombolewa katika nchi mpya na mbingu mpya. Tumekuwa tukidiscuss mambo na life. Tunaposema life tunasema uzima ama uhai. Na leo tungetaka tuangalie uzima huo in the context ya waliokombolewa wanapoingia katika uzima wa milele. Kwa sababu majuma mawili yaliyopita tumeangalia uhai ama uzima in the context ya uzima huu wa duniani ambao ni uzima wa mwilini na ambao ni uzima wa muda tu. So somo hili linafunua kusudi ya milele ya Mungu kwa mwanadamu, asili ya kweli, uzima wa milele na ufalme wa milele ambao Mungu ameuandaa kwa wale walio wake kupitia kwa Kristo Bwana. Uzima wa kweli, uzima wa milele na ufalme wa milele ambao Mungu ameuandaa kwa wale walio wake kupitia kwa Kristo. Na Biblia inafundisha kwamba Mungu ndiye chanzo cha uzima wote. Every life inatokana na Mungu na yeye ndiye anayedumisha uzima wote. Nasema hayo kwa sababu hata hasa ya wale ambao ni wageni wetu siku ya leo. Na Mungu ndiye atoae uzima wa milele kupitia kwa Yesu Kristo. Kuanzia mwanzo hadi Ufunuo katika Biblia tunaona mambo mawili yakilinganishwa. Tunaona mambo ya muda na mambo ya milele. Tunaona mambo ya duniani na mambo ya mbinguni. Tunaona mambo ya asili na tunaona mambo ya kiroho. Dunia na mbingu za sasa ziliumbwa kuwa makao ya mwanadamu wa mwili. Lakini Mungu ameandaa pia mbingu mpya na nchi mpya kuwa makao ya waliokombolewa duniani kupitia kwa Yesu Kristo. Mahali pa haki ya milele, mahali pa ushirika wa milele na Mungu, na ni mahali pa uzima usio na mwisho. Na mbingu na dunia za sasa ziliumbwa kama tulivyosema kwa ajili ya mwanadamu mwenye mwili. Tumeona tayari mambo hayo kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba dunia na mbingu ili zikaliwe. Haya ni mambo tumepitia. Aliziumba ili zikaliwe ama ziwe makazi. Kama vile nabii Isaya anasema kwenye kitabu chake sura 45 na mstari wa 18. Ya kwamba Bwana aliziumba mbingu na hakuziumba tu, lakini aliziumba ili zikaliwe. Naye mtunga Zaburi ama mwandishi wa Zaburi anasema katika Zaburi 115 na mstari wa 16 kwamba mbingu ni mbingu za Mungu ama ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. So anaposema ya kwamba aliumba nchi ikaliwe, Mungu alimaanisha aliumba nchi ama ardhi hii ili iwe makazi ya mwanadamu. Na kama tulivyosema ni iwe makazi ya mwanadamu mwenye mwili. Na maandiko haya yanaonyesha kwamba dunia na mbingu ambazo zimetajwa katika Biblia Mwanzo sura ya 1
ziliumbwa makusudi ziwe makao ya mwanadamu mwenye mwili. Yaani Mungu alipima uhai na uzima ambayo alimkabidhi mwanadamu mwenye mwili, na kabla ya kumleta huyo mwanadamu akatengeneza mbingu na nchi zilizoumbwa ili ziweze kuwa makazi ya huyo mwanadamu. Mambo hayo tumeyapitia, isipokuwa tu ni kwa wale wageni. We have explained vile universe yote inafanya kazi kwa pamoja kuweza kushikilia uzima hapa duniani. Kila kitu katika uumbaji huo kilihusiana moja kwa moja na uhai, maisha na ustawi wa mwanadamu. Iwe ni hewa, iwe ni maji, iwe ni mimea, iwe ni mwanga wa jua, iwe ni misimu na seasons na systems zote ambazo zinasababisha kuwe na chakula na kuwe na mazingira bora. Mambo hayo yote yalipangwa na Mungu yawe makazi ya mwanadamu mwenye mwili. Bila mambo hayo, mwanadamu mwenye mwili hawezi kuishi katika dunia hii. Without all those things. Na wakati mwingine tunachukulia mambo for granted. Na ndio tulikuwa tunasema juzi ya kwamba unaposikia moyo wako unadunda, labda hauwezi kuconnect jambo hilo na jua na mwezi na nyota na sayari. Lakini kama hazikuwa, moyo wako haungedunda, kwa sababu haungekuwa na uhai. Jua likiondoka, uhai utaisha. Mambo hayo yote yanafanya kazi kwa pamoja. Sitaki turudi nyuma kwa sababu hayo tumeyapitia. Lakini uzima huu ambao Mungu alimpokeza dada yetu Margaret, sijui kama unaweza kuzima microphone yako. Dada yetu Margaret, unaweza kuzima microphone yako kwa sababu inaleta echo. So mambo hayo yote yalipangwa kwa hekima ya Mungu ili kuendeleza uhai na maisha ya wanadamu wenye mwili hapa duniani. Na mbingu na dunia ziko chini ya utawala wa Mungu. Alipoziumba zilibaki kuwa katika utawala wake, in the dominion of God. Alipoumba mbingu na nchi, Mungu aliziumba chini ya mamlaka yake, chini ya utawala wake. Kama anavyosema Suleimani, anasema Suleimani katika Wafalme wa Kwanza sura yake ya 8 na mstari wa 27, anauliza, ni kweli Mungu atakaa juu ya nchi? Tazama, mbingu hazikutoshi. Mungu hawezi yani ukuu wa Mungu ni zaidi ya vile anaweza kutengewa mahali. Alipoziumba mbingu na nchi, aliziumba katika mamlaka ama dominion yake, zikawa sehemu ya utawala wake. Kama vile Isaya anasema 66 mstari wa 1, mbingu ni kiti changu cha enzi na nchi ni mahali pa kuweka miguu yangu. Hivyo ndivyo Mungu anasema katika kitabu cha Isaya 66 na mstari wa 1. Na maana ya kitambo ama iliyotumika katika kusema mahali pa kuweka miguu ilimaanisha mahali pa utawala. Kile ambacho kiko chini ya miguu yetu ni kitu ambacho tunauweza juu yake. Ndio kwa maana hata wakati mwingine katika maandiko ya Agano Jipya inaongea kuhusu vile Mungu ataweka vitu vyote chini ya miguu ya Kristo.
na ataweka vitu vyote chini ya miguu ya waliokombolewa, kwa sababu vyote vilivyo chini ya miguu ni vitu ambavyo vinatawaliwa na mwenye miguu hiyo. So anaposema dunia ni mahali ni mahali anawekelea miguu yake, inamaanisha ana utawala na ukuu juu ya dunia. Dunia ni enzi yake, alipoiumba ilikuwa ni enzi yake, kwa sababu kitambo wafalme walikuwa na hiyo stool waliwekelea miguu yao, na katika hiyo stool kuliandikwa majina ya falme na milki ambazo alikuwa anazitawala. So alipowekelea miguu yake kwenye hiyo stool, aliwekelea juu ya majina ya milki na enzi na utawala ambao alikuwa anautawala. Anaposema dunia ni pahali pake pa kuwekelea miguu, anamaanisha yeye pia ndiye anayetawala dunia. Na Yesu alithibitisha jambo hilo katika Mathayo 5 mstari wa 34 hadi 35, alipokuwa anakanya kuhusu kuapa. Anasema usiape na mbingu, kwa sababu ndicho kiti cha Mungu cha enzi, wala usiwape na dunia, kwa sababu ni mahali pake pa kuwekelea miguu. Na Stefano pia alipohubiri lile hubiri lake maarufu lililoishia na mauti yake, alisema mambo kama hayo katika Matendo ya Mitume sura yake ya 7 na mstari wa 49. Na sehemu ya mamlaka hayo Mungu alimpa Adamu. God gave part of that dominion to Adam. Lakini kupitia kuanguka kwake Adamu, alimkabidhi Shetani mamlaka hayo aliyopewa na Mungu, na hivyo Shetani akawa ndiye mkuu wa ulimwengu huu. Yesu anamuita Shetani mkuu wa ulimwengu huu katika Yohana sura yake ya 12 na mstari wa 31. Pia maandiko, Mtume Paulo katika Wakorintho wa pili sura yake ya 4 na mstari wa 4 anamuita Shetani mungu wa dunia hii. Alikuwaje Shetani mkuu wa ulimwengu huu? Alikuwaje Shetani mungu wa dunia hii? Madaraka hayo alikabidhiwa na Adamu katika mwanguko wake. Na katika Luka 4 mstari wa 6, Shetani anamwambia Yesu jambo hilo, kwamba falme za dunia na utukufu wake amekabidhiwa yeye. Na Yesu hakubishana na jambo hilo. Yaani Shetani aliambia Yesu kwamba falme za dunia na utukufu wake amekabidhiwa, na Yesu wala hakubishana na jambo hilo. Hapo ni pale alipokuwa anaambia Yesu, ukiinama uniabudu, nitakupatia hizi falme. So ijapokuwa Adamu alimkabidhi Shetani nguvu na mamlaka ambayo Mungu alikuwa amempatia, hiyo haimaanishi ya kwamba Mungu amefungiwa nje ya mambo yanayohusu mbingu, ardhi ama dunia hii. Bado ana sehemu kubwa ya utawala katika mambo ya dunia hii. Na Mungu na malaika ama viumbe vya kibinguni hawakutegemea dunia na mbingu za sasa. Mungu na viumbe vya kimalaika hawakutegemea dunia na mbingu za sasa ili waishi. Hiyo kwa sababu kabla Mungu aumbe mbingu na nchi alizoziumba, alikuwa bado Mungu.
na malaika bado walikuwa na viumbe vya kibinguni vilikuwa. Hawakutegemea Mungu na viumbe vya kibinguni, hawakutegemea uumbaji wa mbingu na nchi alizoziumba katika kitabu cha Mwanzo. Na hiyo ndio itakuwa hali ya waliokombolewa mbingu na nchi za sasa zitakapotoweka, kwa sababu tutaona ya kwamba zitatoweka. Dunia na mbingu zilizoumbwa katika Mwanzo sura ya 1 hazikuumbwa kwa ajili ya Mungu wala malaika. Mungu anajitegemea mwenyewe, wala hategemei chochote kando na yeye ili aishi ama ili awe Mungu. Na katika mafundisho yake Yesu anasema Yohana 5:26, kama vile Baba alivyo na uzima ndani yake mwenyewe. Yaani Yesu anafundisha kwamba Baba ana uzima ndani yake mwenyewe. Mungu anao uzima ndani yake mwenyewe, hahitaji kitu chochote nje yake ili aendelee kuwa hai ama kuwa Mungu. Yeye ni mwenye nguvu zote, yeye ni mwenye kujua mambo yote. Tunaposema ni mwenye nguvu zote, tunamaanisha hategemei nguvu zitoke kwingine ili awe Mungu ama awe hai ama anawiri. Yeye ndiye chanzo cha nguvu zote, na yeye ndiye anajua mambo yote. He is omniscient. When we say ni mwenye nguvu zote, tunasema he is omnipotent. Tunaposema ndiye kujua mambo yote, tunamaanisha he is omniscient. Na hiyo ni kusema hategemei ufahamu wowote kutoka mahali kwingine kokote kule. Ufahamu wote uko ndani yake. Yeye ndiye chanzo cha ufahamu wote, na yeye ako kila mahali. Hategemei mtu amsaidie kushikilia kitu pande ile ama pande ile. He is everywhere. Na yeye ni mwenye kujitoshelesha kikamilifu. He is self-sustaining, na yeye ni wa milele. So Biblia inasema yeye peke yake ndiye asiyeweza kufa. 1 Timothy 6:16, he alone has immortality. Mungu hawezi kufa. Asili yake ni uhai, asili yake ni uzima. Na pia malaika wako katika asili ya uhai wa kiroho. Nasema haya ili kuonyesha ni kwa nini Mungu na malaika na viumbe vya kibinguni hawakutegemea mbingu na nchi zilizoumbwa ili waishi. Kwa sababu malaika pia hawafi kama vile wanadamu, kwa sababu wao ni viumbe vya kiroho. Waebrania 1:14 yasema kuhusu malaika, je, wao wote si roho watumikao? Because they existed in the spiritual realm before the earth and the heavens were created. These beings were not dependent, hazikutegemea miundo na systems za dunia iliyoumbwa ili kuishi. Na kwa kuwa hao ni viumbe vya kiroho, kifo cha malaika ni kutengwa na Mungu. Kifo cha mwili ni kile tunachokijua, lakini malaika, they don't have a physical body, so they cannot die after the manner of men, or they cannot die as men die. So because they are spirits, the only death they can die is being separated from God. And tutakuja kuona katika kitabu cha Ufunuo, when Ufunuo unaongea kuhusu the lake of fire ama lile ziwa la moto, linalitaja ziwa la moto kama the second death.
And in that second death utakuta ya kwamba shetani na malaika wake wote na watu wote ambao walimkataa Mungu watatumbukizwa hapo na watatengwa na uwepo na utukufu wa Mungu milele. So angels do not die. Na hiyo ndio inaitwa mauti ya pili, kama nilivyosema kwenye kitabu cha Ufunuo sura yake ya 21 na mstari wa 8. Ni kutengwa na Mungu. Spiritual death is when spirits are cut off. Mauti ya kiroho ni pale roho inapotenganishwa na uwepo na utukufu wa Mungu. Na hatimaye katika kukamilishwa kwa watu watakuwa viumbe vya kiroho. Na hayo tumewahi kuyapitia katika masomo yaliyopita. Tukasema kwa sasa wanadamu ni sehemu mbili asili ya kiroho na sehemu moja asili ya kawaida ama asili ya mwili. That man is 2/3 in spirit form and only 1/3 in physical form, because the spirit and the soul of man are both in spirit form, but the body of man is in physical form. Katika ukamilifu, in perfection, mwanadamu aliyekamilika atakuwa 100% kiumbe cha kiroho. Mwili wa kiroho, nafsi ya kiroho na roho ya kiroho. Atakuwa 100% a spirit being in the likeness of God. Na kwa sababu atakuwa hatimaye kiumbe cha kiroho, hatahitaji mfumo wa sasa ambao umeumbwa na Mungu maksudi kuwa makao ya mtu ama mwanadamu mwenye mwili. Kwa sababu atakuwa kiumbe cha kiroho, atahitaji mfumo wa kiroho. Atahitaji mambo ya kiroho, sio mambo ya kawaida, kwa sababu atakuwa ameacha kuwa kiumbe cha kawaida. Na kuna aina mbili ya uhai ama uzima, kama tulivyosema. Yesu alimwambia Nikodemu, kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa na roho ni roho. So haya ni mambo mawili tofauti. Mwili na roho ni mambo mawili tofauti. Na hapa Yesu alionyesha aina mbili za uwepo. Uwepo wa mwilini na uwepo wa rohoni. Tunapozaliwa na wazazi wetu wa kawaida, tunapokea uzima wa kibinadamu, uzima wa muda. Tunapozaliwa na baba na mama, wanatupokeza sisi uzima wa wanadamu, kwa sababu wao ni wanadamu na hawawezi kutukabidhi uzima, aina ya uzima ambao wenyewe hawana. Wanapotuzaa wanatupatia uzima wa wanadamu. Labda umesikia watu wakiongea kuhusu wazazi, wanasema this is the woman who gave me life, or this is the man who gave me life. When we say they gave us life, we mean they gave us the life of man, na uhai waliotupatia ni uhai wa muda. Lakini tunapozaliwa na Mungu, tunapokea uzima wa Mungu. Kama vile tulipokea uzima wa watu kutokana na kuzaliwa na watu, vivyo hivyo tunapokea uzima wa Mungu tunapozaliwa na Mungu. Yohana 1 mstari wa 12 na 13 inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Wale waliompokea Yesu aliwapa uwezo
wa kufanyika watoto wa Mungu. Kabla wafanyike watoto wa Mungu, walikuwa watoto wa watu. Ukirudi kwenye kitabu cha Mwanzo sura yake ya 6, na ni kitabu chenye ubishi, utakuta mahali inasema wakati watu walizaana duniani wakawa wengi, wana wa Mungu waliona ya kwamba watoto wa watu ni maridadi, wasichana waliozaliwa na watu. Na hapo inamaanisha the daughters of men ni watu walizaliwa na mtu ama walizaliwa na watu. Na inapoongea hapo kuhusu the sons of God, of course inamaanisha malaika, kwa sababu malaika wanaitwa wana wa Mungu, ni wana wa Mungu kwa kuumbwa. Malaika hawakuzaliwa na Mungu, waliumbwa na Mungu, na kwa kuumbwa na Mungu wakawa wana walioumbwa na Mungu. Hiyo ni tofauti na tunapozaliwa na Mungu, kwa sababu sisi tunakuwa wana kwa kuzaliwa. Tuliumbwa na Mungu, lakini anapotuzaa katika Kristo tunakuwa wana waliozaliwa. Na katika Yohana 3 mstari wa 3 hadi wa 7, Yesu anafundisha kwamba mwanadamu hana budi kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa anako kuita kuzaliwa kutoka juu ama kuzaliwa na Roho. So anapozaliwa na Roho anakuwa na uhai aina tofauti na uhai alioupata wakati alizaliwa na watu. Kuzaliwa kutoka juu ni kuzaliwa na Mungu. Tunapozaliwa na Mungu tunakuwa na uhai tofauti na ule uhai tulioupokea tulipozaliwa na wazazi wetu. Na kuzaliwa kwa njia hizi mbili tofauti bila shaka kunalete uhai ama maisha aina mbili tofauti. Kuzaliwa kwa njia ya mwili ni kuzaliwa kwa mbegu iharibikayo, anatuambia Petero. Lakini kuzaliwa na Mungu ni kuzaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Ni uhai mara mbili tofauti unaotokana na mbegu mara mbili tofauti. Uzima tunaopokezwa kutoka kwa Adamu ni uzima wa duniani na ni wa muda. Uzima tunapopokezwa kutoka kwa Kristo ni wa mbinguni na ni wa milele. Na kwa hivyo kile kinachodumisha maisha ya mwili ni tofauti kabisa na kile ambacho kinadumisha maisha ya kiroho. Uzima wa milele unadumishwa na Mungu mwenyewe. Uzima wa milele unadumishwa na Mungu mwenyewe. Yesu alisema, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Hiyo ni Mathayo 4 mstari wa 4. Na Yesu alikuwa akionyesha kwamba mwanadamu ana mahitaji zaidi ya chakula cha mwili, kwa sababu mtu si mwili tu, yeye ni roho pia. Kinachodumisha mwili hakiwezi kudumisha roho, wala kinachodumisha roho hakiwezi kudumisha mwili. Kinachodumisha mwili hakiwezi kudumisha roho, na kinachodumisha roho hakiwezi kudumisha mwili. Na ndio kwa maana pale mwanzo wakati Adamu na mkewe waliasi, walipatikana na mauti ya kiroho, lakini wakaendelea kuishi katika upeo wa mwili. Anapokuja Kristo, anakuja kwa watu walio hai, lakini anasema amekuja ili wawe na uhai ama wawe na uzima na wawe nao tele. Kwa sababu kile ambacho walikuwa wamekipoteza ni uzima katika roho zao. Anasema nimekuja ili wawe na uhai ama na uzima.
Na mahali pengine wa Efeso 2 inasema wakati tulipokuwa wafu katika dhambi zetu, alituhuisha pamoja na Kristo, akatufufua pamoja na yeye. Tulikuwa wafu, lakini tulikuwa tunatembea. Tulikuwa tunafanya mambo ambayo walimwengu wanafanya, lakini tulikuwa wafu katika upeo wa rohoni. Na katika Yohana 5 mstari wa 24, Yesu anasema, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka anao uzima wa milele. Amepita kutoka mautini na kuingia katika uzimani. Yeye asikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka ana uzima wa milele. Amepita tayari kutoka mauti na kuingia uzimani. Waaminio tayari wana uzima wa milele, na uzima huo hudumishwa na Mungu peke yake. Hauwezi kudumishwa na mifumo ya dunia hii, kwa sababu hautokani na dunia. Kama vile Yesu alimwambia Nikodemu, uzima huo unazaliwa kutoka juu ama kutoka mbinguni. So ni uzima ambao mifumo, the systems of this world, chakula cha dunia hii, hewa ya dunia hii na mambo ya dunia hii hayawezi kudumisha uzima huo. Uzima huo unashikiliwa na Mungu kwa mifumo ya kiroho. Inadumishwa moja kwa moja na Mungu mwenyewe. Na uzima wa milele uko katika Kristo pekee. Yesu aliomba katika Yohana 17 mstari wa 21, alipowaombea watu wake, akasema ya kwamba anaomba wote wawe mmoja, wawe na umoja ama wawe mmoja, kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami niko ndani yako, na wao wawe ndani yetu. Yesu ama mwana wa Mungu, kama takavyoona mahali pengine, kama vile Baba ana uhai ndani yake, amemruhusu mwana kuwa na uhai ndani yake, kwa sababu ya vile mwana ameshikamana na yeye. Na sisi tunapoingia ndani ya Kristo, tunakuwa warithi, tunaridhishwa, tunapokezwa uzima ulio ndani ya Kristo, ambao ni uzima wa Mungu na ni uzima wa milele. Ni kwa kuwa ndani ya Mungu peke yake mwanadamu anaweza kuwa na uzima wa milele, na ni kupitia Kristo pekee ndipo mwanadamu anaweza kuwa ndani ya Mungu. So nje ya Kristo mwanadamu hawezi kuwa ndani ya Mungu, na kama mwanadamu hayupo ndani ya Mungu hawezi kuwa na uzima wa milele. Hilo ni jambo ambalo linatupasa kulielewa sana. Uzima wa milele mara nyingi unapohubiriwa na sisi wahubiri, tuna create a picture, tunatoa mfano ni kana kwamba uzima wa milele ni kitu Mungu atakabidhi watu, kama vile labda alipatia wana wa Israeli mikate kule nyikani, ama ni kifurushi ambacho Mungu atapatia watu watapokezwa uzima wa milele. Kila mtu apate uzima wakati atakaporudi Bwana Yesu. Lakini uzima wa milele tunaupata ili hali tuko hapa duniani, wakati tunapoingia ndani ya Kristo, kwa sababu Kristo ako ndani ya Mungu na Mungu amemruhusu kuwa na uzima ndani yake. Na sisi tunapoingia ndani ya Kristo tunakuwa washirika wa uzima huo ambao Kristo amekabidhiwa na Baba ili awe na uzima ndani yake. Yohana 5 mstari wa 26 inasema, na hiyo ndio nilikuwa nikiangalia, kama Baba alivyo na uzima ndani yake mwenyewe, vivyo hivyo alimpa mwana
kuwa na uzima ndani yake mwenyewe. Just as the Father has life in himself, he has given it to the Son to have life in himself. Kwa hiyo Mungu ameuweka uzima wa milele ndani ya Kristo, na ni katika yeye pekee uzima huo unaweza kuwafikia watu. Mungu hajawapatia watu uzima wa milele moja kwa moja kando na Kristo. We cannot speak about eternal life outside of a union with Jesus Christ. Ni pale tunaposhikamanishwa na Kristo na kuwa mmoja na yeye, hapo ndipo tunafanyika mmoja na yeye na mmoja na Mungu, na hapo ndipo uzima wa milele utokao kwa Mungu unaweza kutufikia sisi wenyewe. Kama stima imepitia kwako nje, kuna kikingi cha stima kimepitia kando ya nyumba yako, lakini hakuna connection kutoka kwa kile kikingi cha stima kuingia kwa nyumba yako na kusambazwa katika vifaa vinavyostahili, ijapokuwa nguvu hizo ziko karibu sana na wewe, lakini hizo nguvu haziwezi kukunufaisha kwa njia yoyote ile. Kikingi cha stima kinaweza kuwa 1 meter from your house, lakini hata simu huwezi kuchaji kwa nyumba yako, na hiyo nguvu itabidi uende kuomba wale ambao wako connected ili uweze kuchaji simu yako. So uzima wa milele sio kitu Mungu ametupatia moja kwa moja kando ya Kristo. Ameuweka uzima huyo ndani ya Kristo, kisha na sisi ametuingiza ndani ya Kristo ili tunufaishwe na huo uzima wa milele. Yohana mtume anasema katika waraka wake wa kwanza sura ya 5 mstari wa 11 na wa 12, Mungu ametupa uzima wa milele. This is the record that we have, that God has given us eternal life. Mungu ametupa uzima wa milele, na uzima huo umo katika mwanae. Aliye na mwana ana uzima. Aliye na mwana ana uzima, asiyekuwa na mwana hana uzima huo. Nje ya Kristo, haijalishi mtu ni mzuri kiwango kipi. It does not matter what you are or what you do, as long as you are out of Christ, you are not in Christ, hauna uzima huo, kwa sababu uzima huo Mungu ametupatia, lakini katika kutupatia ameuweka ndani ya Kristo. Na kuhusu wa muaminio, yani kondoo wake, Yesu alisema, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Yohana 10 mstari wa 28. Ninawapa uzima wa milele. Kwa sababu Mungu ameuweka uzima wa milele ndani ya mwanae, na sisi tunapoingia ndani ya mwanae, uzima huo unatiririka ndani ya nafsi zetu na tunakuwa watu walio na uhai huo. Kwa hivyo tunaona ya kwamba uzima wa milele unatoka kwa Baba kupitia kwa mwanae na kuingia kwa waaminio. Kuingia kwa waaminio unatoka kwa Baba na unapitia ndani ya mwanae ili kuwafikia watu. Kwa hivyo hakuna njia nyingine ya kuwa na uzima huo nje ya Kristo. Nje ya Kristo hakuna uzima wa milele. Na bila shaka uzima huo ni tofauti kabisa na ule uzima ambao Adamu aliupata kwa kupuliziwa pumzi ya uzima kwenye mwili wake wa udongo.
ambao ulikuwa ni mwili wa muda tu. Na tunaposema muda, tunamaanisha ya kwamba hata miaka 1000 ni muda. Kwa mfano, Mathusela aliishi miaka 970 na kitu. Alibakisha miaka karibu 25 afikishe miaka 1000. Lakini huo uhai ni wa muda, kwa miaka 1000 ni muda. Hata kama ungesemekana ni miaka 10,000 ni muda. Hata kama ungesemekana ni miaka 1,110 ungekuwa ni wa muda, kwa sababu that is time. Hata kama ungesemekana ni wa miaka milioni 10 ingekuwa ni wa muda. Ungesemekana ni wa miaka bilioni ama trilioni ama whatever, that is set time, ungekuwa ni uzima wa muda. Kwa hivyo tunaposema muda, hatumaanishi ni siku moja ama 2 ama miaka 100. Tunamaanisha wakati wowote ambao unaweza kutajika. Uzima wa milele ni uzima nje ya wakati. Uzima wa milele ni uzima outside of time. It cannot be measured by time. It cannot be described by time. It is eternal. Na kwa wale tumesonga katika somo hili majuma 2-3 yaliyopita, tuliangalia ukuu wa sayari, the greatness of the universe and the wonders of the universe, ambazo Mungu aliziweka ili ziwe the life support system ya uhai huu wa kawaida. And comparing this life and the life to come or eternity, there is no comparison. So we are left wondering, tunabaki kujiuliza mambo ambayo Mungu ameyaweka ya kiroho, misimu na systems za kiroho ambazo ameziweka kudumisha uzima wa milele, zitakuwa ni mambo ya namna gani? Na hapo ndipo tunakumbushwa na ndugu yetu Paulo ya kwamba mambo ambayo hayajawahi kufikiriwa na mawazo ya watu, mambo ambayo hayajaonekana wala kusikika na masikio ya watu wala kuingia katika mawazo ya watu, ndiyo Mungu ameandaa kwa ajili ya wale ambao ni wake ama wampendao. Na tunaona ya kwamba Kristo ndiye mti wa uzima. Waaminio hudumishwa kwa kuunganishwa na Kristo. Kwa mfano ambaye Mtume Paulo anapeana katika Warumi 11 mstari wa 17 hadi 18, anaongea kuhusu vile tawi halibebi mti, halibebi mizizi ndiyo hubeba tawi. Alikuwa anapeana mfano wa vile Wayahudi walikatwa katika ule mti, na sisi watu wa mataifa tukapandikizwa kama mzaituni mwitu ukipandikizwa kwenye mzaituni wa shamba. Na anasema tawi halibebi mzizi ndiyo inayobeba tawi. Uzima wa milele ni ndani ya Kristo, na sisi ni matawi. Yeye ndiye mzabibu wa kweli na sisi ndiyo matawi. Nje yake hakuna huo uzima wa milele. Na vivyo hivyo Kristo ndiye anayebeba na kudumisha uzima wa kiroho kwa waaminio. So tunaona ya kwamba uzima huu wa kawaida una kikomo. Maisha haya ya kawaida yana kikomo. Mbingu na dunia hizi ziliyopo sasa zina mwisho wake, kwa sababu ni za muda, na maisha zinayoyashikilia ni ya muda. Wakati mbingu na nchi zitakapoondoka, maisha haya ya muda yatafika kikomo chake. Mungu aliandaa dunia
na mbingu za sasa kama makao na systems za muda kuendeleza maisha ya mwanadamu wa mwili. This earth and the created heavens were purposely made by God to be the habitation of man in the physical realm. Lakini uumbaji huu si wa milele. Yesu alisema wazi, Mathayo 24 verse 35, mbingu na nchi zitapita. Mbingu na nchi zitapita. Na Waebrania sura yake ya kwanza mstari wa 10 na 12 pia inasema ya kwamba mbingu na nchi zitaharibika. They will perish. And that is God speaking to the Son. Anapomwambia mwanae, na tena wewe Bwana, hapo mwanzo uliita misingi ya nchi. Uliitia misingi ya nchi, na mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizo mbingu na nchi zitaharibika, bali wewe unadumu, nazo zitachakaa kama nguo, na kama mavazi utazizinga ama utazikunja, nazo zitabadilika. The present earth and the present heaven, the created earth and the created heaven shall pass away. Mambo haya yataisha, na yatakapoisha ni kumaanisha hakutakuwa na uwezekano wa uhai tena katika upeo wa kawaida. Na Petero anatueleza jinsi mambo hayo yatakavyotokea. Katika Petero wa pili sura yake ya 3 na mstari wa 10 anasema, mbingu zitatoweka kwa mshindo mkubwa. Na haya ni mambo ya kuogofya, ya kwamba mbingu, the heavens, hiyo ni kumaanisha space, jua na mwezi na nyota na sayari zote, the galaxy, the Milky Way, the universe, itatoweka kwa kishindo kikubwa. Na viumbe vyote vya kawaida, viumbe vya asili, vitateketea kwa moto. Hiyo ni Petero wa pili sura ya 3 na mstari wa 10. Na anaendelea kueleza, ukisoma hapo zaidi utasikia anavyoeleza. Na kisha Yohana anasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura yake 21 na mstari wa 1 ya kwamba aliona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita. Yesu anasema mbingu na nchi zitapita. Petero anatuambia jinsi mbingu na nchi zitapita. Yohana anatuambia aliona wakati huo katika Ufunuo, wakati mbingu hii na nchi hii zitakuwa zimepita. Nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha pita. These systems of this present world and this present life shall pass away, lakini hazitaondoka kubaki ukiwa. Hakutabaki tupu. Mungu analeta mbingu na nchi mpya za kushikilia uhai mpya ambao ni tofauti na uhai wa sasa. Mbingu na nchi mpya ambako kutaishi uhai wa milele. Mifumo yote, all the systems ambazo zinawezesha uzima kunawiri dunia ya sasa ulio wa muda zitaondoka, na hapata kuwa tena na uzima wa muda. Kutatokea mbingu mpya na nchi mpya, kama vile Petero anasema sura ya pili mstari wa Petero wa pili sura ya 3 na mstari wa 13 anasema, lakini kama ilivyo ahadi yake, zitakapo
zitakapotea, zitakapotoweka mbingu na nchi hizi, zitakapounguzwa kwa moto na kuharibiwa, sisi tuaminio tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya. When these systems are taken away, are removed, they will be replaced by eternal systems created by God for the purposes of eternal life. So mbingu haitaondoka na hakuna mbingu nyingine. Dunia haitaondoka kukosa dunia ingine. Dunia itaondoka kuwe na dunia mpya. Tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambao kunaishi haki ya Mungu, wherein dwells righteousness. Na anaposema kunaishi haki ya Mungu ama wherein dwells righteousness, anamaanisha ya kwamba katika mbingu mpya na nchi mpya mambo yote yatakuwa sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Mambo yote yatakuwa mazuri kulingana na kiwango cha Mungu. Tukikumbuka pale mwanzo, wakati Mungu aliumba mbingu na nchi hizi za sasa, neno linasema mwisho wa Genesis 1 ya kwamba alipotazama uumbaji wake, Mungu aliona it was very good. Ilikuwa good, very good kulingana na kipimo kipi? Ilikuwa very good kulingana na kipimo cha Mungu. Kile ambacho kilikuwa katika mawazo ya Mungu, kilichotokea katika upeo wa kawaida, Mungu alikiona ni sawa sawa na kile kitu ambacho kilikuwa katika mawazo yake, akasema everything was very good. Lakini tunajua mwanadamu alikuja kuharibu mambo hayo. Inasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama kilikuwa chema sana. Na vivyo hivyo na mbingu mpya na nchi mpya zitakapokuja, zitakuwa katika the standards of God, zitakuwa very good. Actually zitakuwa perfect. Na tunaposema perfect, tunamaanisha ubora wake hauwezi kuongezwa wala kutolewa chochote. The new earth and the new heavens shall be perfectly in line with the standards of God. Na kila kitu katika mbingu mpya na nchi mpya kitakuwa sawa sawa na mapenzi ya Mungu. So tunasema hata uumbaji huu wa kawaida ulikuwa mzuri sana, lakini kupitia kuanguka kwa mwanadamu, uumbaji uliingia katika hali ya uharibifu. Uliingia katika hali ya uharibifu. Tunasoma Warumi 8 mstari wa 19 hadi ule wa 22, jinsi viumbe vyote vinaugua chini ya hali ya uharibifu. Romans 8:19-22. Zinaugua viumbe vyote katika hali ya uharibifu, zikisononeka na kugojea siku watakapofunuliwa wana wa Mungu, kwa sababu siku watakapofunuliwa wana wa Mungu, viumbe vyote vitakombolewa kutoka hali ya uharibifu. Na ndio kwa maana Mungu anasema katika maandiko Ufunuo ya kwamba atakuja kuwaangamiza wale walioiharibu dunia. He will destroy those who destroyed the earth. Na wakati Yesu anamaliza kazi yake hapa duniani, kabla hajaondoka duniani, aliwaambia wanafunzi wake, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, naenda kuwaandalia mahali. Naenda kuwaandalia mahali katika nyumbani mwa Baba.
Kama vile Mungu alivyoandaa dunia hii kwa mwanadamu wa asili, Kristo anaandaa mbingu mpya na nchi mpya kwa waliokombolewa. In the same manner that God made the earth and the heavens to be the habitation of physical man, vivyo hivyo Kristo anasema naenda kuwaandalia mahali ambapo panafaana na nyinyi, mahali ambapo pamepimwa na Mungu na kuonekana ya kwamba ni mahali wanaweza kuishi watu ambao wana uzima wa milele, watu ambao wataishi milele. Mahali hapo panaandaliwa, na patakapo kuwa pamekamilika, Yesu anasema nitakuja niwapokee kwangu, ili nilipo na nyinyi pia muwe, ili nilipo na nyinyi pia muwe. Na ni mahali ambapo kutokana na maandiko tunajua hakutakuwa na dhambi, hakutakuwa na maumivu wala kifo. The systems zile zimewekwa na the presence na uwepo wa Mungu na uungu wa Mungu utasababisha kusiwe na dhambi, kusiwe na maumivu, wala kusiwe na mauti ya namna nyingine ama ya namna yoyote ile. Hapo ndio tunasema there shall be no death. Everything in heaven, in that new earth and in new heaven shall be alive. Chochote unachoweza kukifikiria katika mawazo yako kitakachokuwa huko kitakuwa na uzima, kwa sababu hakuna mauti yoyote. Hakuna kitu kitakufa. Uhai wowote kule, kama kutakuwa na unyasi huo utadumu milele. Kama kutakuwa na uhai wa namna yoyote ama kitu cha namna yoyote, kitakuwa na uzima, hakutakuwa na mauti ya aina yoyote. Kwa sababu Ufunuo 21 verse 4 inasema, na atafuta machozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena. There's nothing in that new heaven and new earth shall die. Death will not appear in any form whatsoever in that habitation, in that mahali hapo ambapo Kristo anatuandalia. Mauti haitaingia, kwa sababu tunaona katika kitabu cha Ufunuo, labda tutapata andiko hilo, ya kwamba wakati wa mwisho mauti na kuzimu, death and hell shall be cast into the lake of fire. Mauti yenyewe na kuzimu zitatumbukizwa kwenye ziwa la moto. So there will be no death in heaven. Death itakuwa imetumbukizwa katika ziwa la moto. And that is a good place to clarify ya kwamba ziwa la moto, the lake of fire, na hell ni mambo mawili tofauti. Lakini hilo ni somo la siku ingine, kwa sababu unasikia hell itself and death shall be cast into the lake of fire. Kuzimu kutatumbukizwa katika ziwa la moto. Kwa hivyo kuzimu sio ziwa la moto. Hakutakuwa tena na ugonjwa, hakutakuwa tena na huzuni, hakutakuwa tena na maumivu ya aina yoyote ile, hakutakuwa na chochote kitesacho. Utesaji, mateso ya namna yoyote hayatakuwemo, wala kama tulivyosema hakutakuwa na mauti, na kila kitu kitakuwa kipya. Everything will be new. Anasema Mungu katika hiyo Ufunuo 21, behold I make all things new. Tazama nafanya mambo yote kuwa mapya.
hizi systems za sasa zitaondoka. Jua na mwezi na nyota na sayari zote zitaondoka. Kutakuwa na upya wa mambo. Hakutakuwa na jua wala mwezi. Ufunuo 21 and verse 23. Mji huo hauhitaji jua wala mwezi, kwa maana utukufu wa Mungu huutia mji huo nuru, na taa yake ni mwana kondoo. Hakutakuwa haja ya jua. Hata mwanzoni wa uumbaji huu, kitu cha kwanza ambacho Mungu alisema kiwe ni nuru, na hiyo haikuwa nuru ya jua, kwa sababu jua liliumbwa siku ya 4 na mwezi na mianga hiyo ya bingu iliyoumbwa, na ziliumbwa kwa minajili ya kuangaza na kuseparate usiku na mchana, na kwa sababu ya misimu, seasons, na kujulisha mambo. So Ufunuo 22 mstari wa 5 inasema hakutakuwa na usiku tena, na jua na mwezi ziliumbwa zitawale usiku, zilete mwanga, zilete joto, lakini nasema hakutakuwa na usiku tena. Kristo mwenyewe atakuwa ndiye nuru ya milele. Kama nilivyosema, kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya 4 kulikuwa na nuru hapa duniani ambayo sio nuru ya jua. Jua liliumbwa siku ya 4 ya uumbaji. Na Malaki anasema katika chuo chake sura ya 4 na mstari wa 2 ya kwamba Kristo ni jua la haki. Anafananishwa na jua, the son of righteousness. Kristo anafananishwa na jua la haki, na Mungu mwenyewe ataangaza milele. Mungu mwenyewe ataangaza hata milele, na hakutakuwa na bahari. Ufunuo 21 na mstari wa 1 yasema wala hapakuwa na bahari tena. Bahari za sasa zina kazi muhimu katika mfumo wa maisha ya dunia, lakini katika uumbaji mpya hakutakuwa na mifumo kama hii. Bahari za sasa zinaosha dunia, zinanyonya hewa mbaya kutoka hewa, na wakati kunaponyesha maji ya mafuriko inabeba uchafu wote juu ya ardhi na kutumbukiza katika maziwa hayo. So Mungu ameweka hayo maziwa makubwa ili kusafisha dunia, kusafisha hewa na kusafisha the surface of the earth. Wakati mvua inanyesha, inabeba uchafu huo wote na kuutumbukiza katika bahari. Lakini uumbaji mpya hakutakuwa na uchafu, hakutakuwa na sumu ya aina yoyote kama vile gases zinazodhuru ambazo maziwa bahari zinanyonya. Na ndio kwa maana utakuta ya kwamba bahari zimejaa chumvi kwa sababu ya uchafu wa miaka mingi. Lakini hata hivyo kuna viumbe ambavyo Mungu anasababisha ziishi katika bahari hiyo. Uumbaji mpya hakutakuwa uchafu, hakutakuwa sumu, hakutakuwa uharibifu, wala mauti haitakuwemo. Na badala yake kutakuwa na mto wa uzima ukitiririka toka kwa Mungu mwenyewe na kusababisha uzima wa Mungu kutapakaa katika mbingu na nchi mpya zote. Ufunuo 22 mstari wa 1 na wa 2 inasema, unaonyesha pia ya kwamba mti wa uzima utakuwa kando ya the river of life. Kutakuwa na mto wa uzima, na kando yake kutakuwa na mti wa uzima, ambao mti huo utatoa matunda ya uzima. Utatoa matunda ya uzima, na matawi
ya kuponya ama matawi ya ponyayo. Anapoongea kuhusu mto wa uzima, anapoongea kuhusu mti wa uzima, anapoongea kuhusu matawi ya kuponya, Mungu anaongea na sisi katika kiwango ambacho sisi tunaweza kuelewa. Lakini uhalisi wa mambo hayo tutakuja kuufahamu wakati yatafunuliwa. When he speaks about the river of life, the tree of life, na matawi yatoao uzima na matunda, anaongea kuhusu ukweli wa kiroho ambao tunaweza tu kuuelewa kwa njia hiyo, lakini tutaujua vizuri mambo hayo yatakapofunuliwa. Na wanadamu wa duniani, kuna wanadamu wa duniani na kuna wanadamu wa mbinguni. Wakorintho 15 mstari wa 45 hadi 49 inalinganisha Adamu na Kristo. Adamu alizalisha wanadamu duniani, Kristo huzalisha wanadamu wa mbinguni. Mtu wa kwanza alitoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili anatoka mbinguni. Wale waliozaliwa na Adamu hubeba mfano wa Adamu wa dunia hii, na wale waliozaliwa na Kristo wanabeba mfano wa mbinguni. Wafilipi 3:20 nasema, kwa maana wenyeji wetu sisi tulio wa Kristo, wenyeji wetu ni wa mbinguni. Our citizenship is in heaven. Makao ya milele ni ya waliokombolewa. Yesu Kristo alienda kuandaa makao ya milele kwa waliokombolewa. Makao hayo yatakuwa matakatifu, yasiyoharibika, safi, ya milele, yamejaa uwepo wa Mungu. Na Ufunuo 21 verse 27 inasema, hakutaingia ndani ya makao hayo chochote ama neno lolote najisi, ila wale tu walioandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Na katika kuhitimisha, dunia na mbingu za sasa ziliumbwa kwa ajili ya maisha ya muda ya wanadamu wa mwilini, lakini Mungu kupitia Yesu Kristo analeta mbingu na nchi mpya zilizoundwa kwa ajili ya maisha ya milele na ya kiroho. Uumbaji wa sasa utapita, lakini wale walio ndani ya Kristo wana uzima wa milele sasa, na wataishi milele katika ufalme wa Mungu. Swali kubwa ni kama mbingu na nchi mpya zitakapokuja, sisi tutakuwa ndani yake, tutakuwa tumehitimu kuingia katika hizo kupitia kwa imani ya Kristo. Yaani swali kubwa ni kama mbingu mpya na nchi mpya zitakuja, will we be compatible? Tutakuwa tumefaana na mbingu mpya na nchi mpya, kwa sababu mbingu mpya na nchi mpya ni za wale ambao tayari wamepokea uzima wa milele kupitia kwa imani ya Kristo. Je, tuko ndani ya Kristo? Kwa maana aliye na mwana ana uzima, asiyekuwa na mwana hana uzima huo. So Mungu atusaidie tubaki ndani ya Kristo, mti wa uzima wa kweli, tukigojea siku ile yenye utukufu ambapo haki itakaa milele na Mungu mwenyewe atakaa pamoja na watu wake milele na milele yote. Tumeandaliwa pahali pa kuishi katika umilele. Kuna mbingu mpya na nchi mpya ambazo Mungu ameziandaa makusudi ziwe makazi za watu ambao wamepokea uzima wa milele. Nataka nikome hapo ili tutoe nafasi ya comments na observations na maswali dakika zilizosalia, na niseme asanti sana kwa kila mmoja wetu ambaye amepata nafasi kujumuika pamoja nasi katika mkutano wa leo. Kuna wengine wamekuweko na wameondoka kwa sababu moja ama nyingine. Mungu awabariki sana. Na
majaliwa tutaendelea na mafundisho haya. Hata kama sio somo hili, tutajadiliana tuone, lakini tunakuwa na mafundisho haya kila siku ya Ijumaa saa 2:30 usiku. Asanteni sana, Bwana wabariki. Nataka nimwalike ndugu yetu Peter Wanjera ili atupeleke mahali ambapo pamesalia. Atatoa nafasi kwa comments na mambo, kama kuna mtu ana jambo la kusema, na hatimaye kama dada yetu mchungaji Peris atakuwa bado pamoja nasi, tutamuomba atatufungia kwa maombi. So asanteni, Mungu awabariki. Usukani ni wako sasa, ndugu yetu Peter Wanjera. Thank you so much. Asante sana mchungaji, ubarikiwe sana.